Sasa hivi kidogo ndo kama hivyo unaniambia mimi nanuka. Kati sinuki. Wewe tuto tuero tukuta. Kati wote tuko tunashinda wote tukwa choka mbaya. Wewe kuja sura usichuku wewe. Cheka basi sasa usikia. Nani? Wewe mimi na wasi. Wewe uli mna. Ngoja sasa ndo nakuja. Ndo nakuja. Kakaangu yule sikicha anaruka hivi. Agaga kwenye matope. Taka wewe ndo. Wewe mbona kwa mpaka sasa hivi? Kumbe ndo maana pesa zangu zinakuwa zinasumbua. Sasa ngoja niende kwa mtaalamu tena nimuulize. Maana sijaelewa. Niwezekana jakaa hai mpaka leo huyo. Akakatakuwa kweli kamemtoa kafara. Oya! Kakake. Kakako. Umemfanya mwewe. Tunampa 250 sisi hapo wewe. Unaelewa? Kama nao mtembea utazani matendo kujidharau. Sawa. Ashaniharibia mudi. Eti mudi. Hawa wazungu nao ashaniharibia mudi. Mungu ashaniharibia. Ashaniharibia mudi. Nasemaje? Wewe utakuja yaani nasemaje? Mimi hapo Skype. Hizi zile mboga hizi. Hizi ndo zinafaa ukipika unakuwa mnene na dhambi. Na tembele hizi. Tembele. Kama hapa kanakuwa kakimvuli fulani. Mala kuna kanini kale kanyigu kanaku. Linaota linakuwa. Kalia hapo. Sasa. Wale ukiwa ule muda ule ambao mnaanza kukimbizana. Nakuja hapa na kanshwa. Ikikanshwa afu naweza nikasema nifanye maajabu sasa niyeyuke yeyu. Nikiyeyuka yeyu najikuta sasa nimeshafika niko wapi? Twiga shoga. Nakuwa shoga. Twiga. Shoga majina mengine magumu. Twiga. Igundu. Ndani kuna matusi, vituko, ugomvi. Ugonjwa wangu, umbea, usaliti, vyote vimo. Ugonjwa wangu. Wewe unapiga kelele nyumbani kwangu? Kaka naomba hela. Unasijua hela wewe? Kaka naomba hela. Nakuuliza unasijua hela wewe? Kaka. Unasijua hela wewe? Toka nyumbani kwangu.
Toka nyumbani kwangu. Wewe, toka nyumbani kwangu. Kaka. Wewe. Naomba hela. Toka nyumbani kwangu. Singekuitia mwizi hapa mimi. Shamba mmoja. Sana nisikilize. Usije kaita na hapa nyumbani kwangu. Sikutaki, toka. Kaka umeninyima hela, ole wako. Siku moja na mimi nitakuwa na hela, nitakuwa tajiri, nitakuwa na pikipiki na gari kama kina Mbwiro. Mimi nakwambia haki ya Mungu wewe. Yaani nakwambia haki ya Mungu, nitakuja niwe na hela, haki ya Mungu. Nitakuwa niwe tajiri, yani madini haya. Dhahabu chunya, yani dhahabu. Kwa umemtoa kaka yako. Wewe mshamba unasemaje hapa? Ngawanye. Kamechiki. Kwanza umekuja nyumbani kwangu. Kumbe nyumba kali kaka yako yuko na masaru pekee. Afu nisikilize. Ila roho mbaya wenyewe. Na ukiendelea kunifuatilia. Baba nilikuwa najiuliza. Hizi hela anazitoa wapi huyu? Afu lazima akili zipo timamu wewe. Wewe. Subiri sasa kama hujatoa kweli kaka yako subiri. Kwa mpole. Wewe nisikilize wewe. Acha ushamba unaelewa. Wewe unajisaje? Don't touch me. Sawa, mimi si. Are you okay? Wewe. Ngoja sasa. Zenyewe. Haya. Kwa wangu ngoja. Shamba moja. Tuwe serious. Kwa umeamua kumfanya Alafu sikia. Sikata nikosi nyumbani kwangu. Toka. Anatoka. Sikutie mwizi hapa. Toka. Kamtoa kaka yake. Leta tu nikosi nyumbani kwangu. Toka hapo kwanza. Niharibia siku kwanza. Shamba wewe. Hela za mateso. Na ukiendelea nitakuua au hela za mateso. nitakupoteza mshamba mmoja wewe. Utajuta hizo hela. Boya wewe. Na uje urudi tena nyumbani kwangu. Utanijua mimi nani. Na wewe. Cheki na unacheka. Yaani unakubali? Yaani ingekuwa mimi ndo chizi kama wewe. Haki ya Mungu isingetoka kwenye mlango wa kakako. Kakako mdogo wako mpaka unamuita kaka. Ni mweu kama mweu mwingine. Toka zako. Umetoka ndani. Kwanza ushika ni. Leo ni siku ya do. Kuna vita nini? Kwani kuna kila mtu anaelewa leo kuwa ni siku ya do. Kwa hiyo leo na yanakuhusu. Wewe kama nani? Cheki. Na hasira. Kofu wewe. Shamba. Alafu nione hata rangi yake. Rangi ikoje hiyo? Tulia basi. Alafu enda kiwende Milembe wewe. Na hizi hazipo zote wewe. Sasa mimi na sawa. kaka yako. Kwanza una taarifa kwanza. Kaka yako. Wewe mshamba wewe. Kumbe kwa kaka unashtuka. Sawa. Tuone rangi yake basi. Kama anasema mbona huyu ana hela lakini ananyoa kikumbe ndo maana. Wanashauri kula kwanza sana. Mboga za majani zenye kuongeza damu na virutubisho. Rutuba. Hey!
Wajeni. Nakula kauli msikilize. Sema okoka hapo. Sana? Wakampa kama mchungaji. Ona na mimi wewe mchungaji. Kwenda zako hapa. Una lolote sema kwa ajili ya mvua hii, basi hapo unajichangamsha ili upate kajoto joto. Kwa sababu ya hali ya hewa hii. Hivi utokea lini wewe unaanza kucheza njiani? Sio kanyimbo kanakuruhusu. Ndio kanyimbo kazuri lakini sio nyewe kwenu mnaanza mnacheza mara mshikane hivi. Sasa sisi ni ustaarabu. Bwana utete nao. Sawa. Umeona? Leo nimepata mke kutoka kwa sasa hivi dakika 10 nyingi. Unanielewa? Sasa naomba uzime kidedio chako. Leo bwana. Yaani mwanangu ona chapa wenzako makofi. Na wewe eze anakuchapa kimya hata bila simu. Afutege. Naomba uache masiara. Umeelewana eh? Habari zangu mimi na Eze uniachie mimi na Eze, tutayamaliza mimi na Eze, wewe hayakuhusu. Hakutaki mama. Anitaki ndo alikupa taarifa? Alikupa taarifa kwamba mimi mpaka kaka yako ameanza kukutongozea wanaume. Maana yake amekuchoka, unajaza choo kule nyumbani. Mama, bora uelewe na mimi. Wewe. Hebu jitazame. Up down, jinsi ulivyo. Nyuma si nyuma. Up down. Juu chini janga. Wewe. Mimi nataka kuhudumia wewe. Nina hela. Ona nilipo na hela. Subiri kuonyesha. Nina hela wewe. Una mbele wala nyuma. Hela 2000. 2000. Wewe mwenyewe mtoto wa 2000. Hebu sikiliza nikwambie. Muda mwingine unaponisimamisha mimi, naomba uwe na topic nzuri ya kunieleza. Ila huwa ujinga wako na upumbavu wako unaonambia. Tege, tutakuja kurofishana. Wewe sikiliza wewe. Nadhani akili yangu unaijua vizuri. Nitakuchenjia. Yaani nitakuvuruga. Wewe kwanza ngoja. Yaani huu ni mwili tu. Mbona mkali sana? Ngoja. Wewe lazima una mahusiano na kaka yako wewe. Umeanza kunitusi, ndio? Kwa sababu gani? Wewe haiwezekani kila kitu mkali. Wewe kaka yako lazima anafanya chochote. Safi, niambie. Poa, shwari. Shwari kama kawa. Fresh babu, niambie. Fresh. Mambo yanaendaje? Kama kawaida kabisa. Leo hali ya hewa si haba. Sinaona tena. Mungu kashusha neema, lakini duka ubaridi fulani hivi amazing. Fulani hivi kama sima bichi. Au sio? Poa, wapi sasa wewe? Nataka nifike hapo kati hapo. Mimi nataka nije hapo magengeni hapo nikacheki nini mida, si unajua hali ya hewa hii sasa. Ni kweli bwana wangu. Niambie fresh. Ni kweli. Kuna saluni moja hivi iko hapo kati, mimi ndo nashinda hapo. Hapo kati. Sema tu leo sijaenda kwa sababu ya hali ya hewa hii. Ni kweli. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Hivi yule Tege akili yake inamkaa sawa kweli? Yule Tege. Amefanya nini tena? Amefanya nini kwani wewe hujui? Yaani Tege ni mbea. Unajua ni mbea. No. Yule kikaragozi yule. Sijapata ona mtu mbea kama yule. Kanipita hivi dakika 5 tu zilizopita ndio kutoka kukutana naye. Mara wewe kakako kakutafutia siku mwanaume anataka kuozeshe, mara ulimchapa kofi yule nani yule Chachi Boy. Lile kofi ndio mchapa Chachi Boy. Kumbe alikuwa anachungulia, ila yule mkaka ni mbea jamani. Angekuwa mwanamke. Ni kama wambea wanawake. Angekuwa mwanamke yule, angeshazalishwa nyumbani kitambo sana. Yule
mara wewe sijui Heze, nikamwambia ishia hapo hapo. Nasema habari zangu mimi na Heze wewe hazikuhusu. Nilimkanusha. Nikwambie. Yaani si yule amelisi watu. Yaani mbea Atakuwa kanisa kwa mama. Jina liko mbea. Nice. Kama siko mamake mara nyingi waga tabia hizo wanazitoa kwa mashangazi. Kwa mashangazi. Maana nakuwa mmebana Ndio madeo. maana wa mama nao kidogo utasikia muone ka shangazi yako. Atakuwa kanisa kwa shangazi yake. Zile ngonjera. Wanaume za ndio kazi hiyo. Alex. Sasa ngoja niende bwana. Basi kwa mimi ningie kati hapo tutaonana. Poa, tutaonana. Poa midamide basi. Vipi pale kwenye nyama? Tutaenda kula au? Leo ndo hali ya hewa hii na nyama ndo zinapanda. Unajua tu. Poa babu, nakubali mtu wangu. Haya poa poa. Fresh. Nazaleti. Nipo. Na mtu. Uko wapi sasa hivi? Wapi harakati tu za hapa na pale. Kamwili kameanza kunoona. Kunoona. Kama kawaida. Vipi jamani? Wazima lakini. Wazima, afya njema kabisa. Bana. Lakini kufuatana kwa mmenikuta hapa, kama mtandao kanasumbua. Naingia VPN nayo haieleweki. Hivi ndo nilipofikiria. Mtandao gani? TTCL ndo ina nguvu. Ni Voda. Voda? TTCL ndo ina nguvu. Hapa nitafuta client mmoja cha TTCL. Hicho ndo kinafaa. Basi niongee tu, kuna kitu nataka niongee na wewe. Kama endapo, japo sio cha lazima sana. Mdogo wako huyu Shasta. Hivi anakunywa pombe? Bwana ndio sijajua. Kwamba anakunywa pombe hapana sijajua. Yaani kuna vitendo na wewe ukaona mdogo wako alivyokuwa navyo akabadilika ghafla. Hajabadilika hata kwenye maongezi yenu. Yaani nani nikimwangalia tunapokutana njiani siku hizo? Yaani haieleweki, tunakuta nasalimia utafikiri wewe sio binadamu wa kawaida yeye kwake. Yaani mabadiliko yaliyopo ni kwamba maisha ninayoyatazama kwenye simu ndio nataka hayaishi sasa hivi, kwa sababu mfumo aliopo ni kweli usumbufu fulani upo, kwa sababu utakuta muda mwingine akienda nyumbani, akienda kwao ni mabadiliko. Si unajua, utakuta ubinti unasumbua ujana maji ya moto. Nakwambia sasa hivi naona anapendeza na shahidi nzuri, ila ni kama kuna shida imejificha sana. Hiyo shida jaribu kuitafutia hapo. Yaani kumsalimia siku hizi yaani unakuta utafikiri yaani wewe sio binadamu kama yeye, yaani yupo tu. Nikawa nafikiria kwamba atakuwa kuna nini kinachoendelea kwenye nyumba. Yaani hebu jaribu kukaa naye vizuri, ushauri jaribu. Wanawake watu wanabadilika mazima. Ni kwamba yuko vizuri, ila labda huenda kweli mazingira ambayo umemkuta, endapo labda kama umeanza kunywa pombe, wewe unamkuta kidogo cha kunywa pombe analewa, au unamkuta yupo mazingira, wewe nyie ndio mnaojua sasa kwa na wewe unakuta mkuta mazingira gani alianza kupiga vibaya. Yule maana siku ya kwanza nilikuwa nimetoka tu zangu huko na tembea. Yaani nikana tu matusi ya rejareji, utafikiri yani mdogo mwenzake. Ndio maana nikafikiria kwamba nikamwambia unakunywa pombe, anasema yanakuhusu, lakini haikuwa heshima yake ile toka mwanzo. Ndio maana nimekufikiria kwamba bwana jaribu kukaa naye, jaribu kukaa naye tuone. Yule bwana nitakaa naye, nitajaribu kuongea naye vizuri na ila hadi alifikia kukutukana, ujue labda kuna kitu sio hivi.
Sidhani. Ningekuwa wanawake wengi au wanawake kwake angenijibu vile, lakini yani kama kwako yuko vizuri, basi hata kwetu tuseme yuko vizuri kama haisema sawa, kwa sababu mabadiliko sio kama mabadiliko labda ya kauli kwamba hadi watu waanze kuwakashifu wasanifu wanayoongea. Kwa hiyo jamaa, maisha ndo haya, lakini ukae naye basi, ndio jibu langu la mwisho. Ukae naye ujaribu kumchunguza kwa vigezo fulani. Unajua tena panya wengi penye wengi pana mengi. Kwa hiyo huenda kuna kitu kilikuta kikosi kisifu akaonekana amebadilika katika kauli kuongea. Mungu amemjalia, ila labda uzuri na uzuri unatamani mwanangu, nisingekuwa naye ulikuwa shemeji pati tu. Ila bana nimekonda mwanangu, kwa hiyo iwe hivyo tu, nipotezee hivyo, ila yuko vizuri, kaa naye basi. Sawa, kaa naye. Hapo watasema kiburi si maungwana. Kiburi kuwafanyia watu sio uvae viatu. Sawa, nimekusimamisha tu hapa njiani, ona sasa hivi. Mimi mwenyewe lengo ilikuwa ni kuja kwako. Basi fresh. Karibu nyumbani tukafike. Poa. Haya. Maliza story yote njiani. Nichajia kwako mimi. Au ndio maana huwa kuna historia za kuziheshimu, historia ambazo sio za kuziheshimu. Kama hivi historia Kiswahili yako vya mjongo. Historia tunasema historia za kuziheshimu. Kwa mfano historia za kina Nyerere hadi sasa hizi tunaziheshimu. Sawa? Historia za kina Yesu hadi sasa hizi tunaziheshimu. Japo la Yesu hatuna uhakika nao. Sawa, za Yesu hatuna historia nazo. Na ndio maana anasema unaweza ukamsifia star kwenye movie, lakini usimsifie mtunzi wa hiyo movie. Bila nasifika star, unaweza ukamsifia huyo star, lakini unasema kumbuka hata. Kwa ndio maana sasa kuna historia zingine hazina zingine hazifiki. Bado hujaacha tu hivi, kwa yani wewe shuleni ulikuwa hivi saa hizi